Niko na makamu wa rais wa serikali ya wanafunzi Muchas, lakini kubwa zaidi ni kwamba nimekuta makamu wa rais wa chuo hiki anafanya biashara, na biashara yake ndo kama hivi ulivyoona ya perfume, na mimi mwenyewe kama mwanaume mjanja, mwanaume mwenye akili timamu, nimechukua kitu bana kwa ajili ya kujispray na kuhakikisha napendeza. So nimejikuta na maswali mengi sana. How come msichana mrembo, makamu wa rais, msomi, still yet bado anafanya biashara? Jambo ambalo limekuwa ni ngumu sana kwa wasichana wengi na hata wanaume pia baadhi. Sister, uko poa? Niko poa. Unaendeleaje mheshimiwa? Naendelea vizuri. Mheshimiwa, watu wanatamani kwanza wafahamu majina yako. Unaitwa nani, cheo chako pia na some extra issues. Karibu sana. Okay. Naitwa Glory Louis, nasoma pharmacy mwaka wa 3. Yes. Ni makamu wa rais Mchaso. Makamu wa rais, wewe kama kiongozi wa serikali ya wanafunzi umekuwa mfano wa kuibwa kwa kufanya biashara kama hapa nilivyoiona hapa. Ni kwa nini? Yaani nini kilikusukuma wewe ukaamua kufanya biashara? Mimi kwa upande wangu ninaona kwamba kama binti lazima uwe na kitu cha kujitegemea ili usiwe tegemezi. Ndio. Yeah. Kwa hiyo kilinifanya mimi kuona kwamba siwezi tu kutosha kutegemea wazazi, ila natakiwa na mimi nipambane kama binti kwa sababu nina mahitaji mengi. Yes. Unadhani kwa nini binti hatakiwi kuwa tegemezi? Kwa sababu ni tamaduni ambayo tumekuwa tukiishi nayo miaka yote, na wewe kusema mwanamke asiwe tegemezi ni kama ni kitu kipya hivi, hususan kwa jamii yetu ya sasa hivi. Okay, kwa jamii yetu ni kweli, lakini kiuhalisia na kimsingi binti ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana na kila mtu ana potential zake. Kwa hiyo ni muhimu na ni vizuri kupambana ili tusiwe tegemezi, kwa sababu kuwa tegemezi ni vibaya na haipendezi. Kwa hiyo ni vizuri tupambane kama mabinti na wasichana kuhakikisha tunatetea ndoto zetu kuanzia tukiwa chuo. Na ukiwa kama rais wa serikali ya makamu wa rais wa serikali ya wanafunzi, ni kwa namna gani unasapoti biashara za wanafunzi wenzio na vipaji pia vya wanafunzi wenzio? Japo sina wasiwasi kwa sababu na wewe unafanya. Kwa upande wetu kama serikali pia ya wanafunzi huwa tuna magrupu, na tuna hususan kwenye magrupu yetu ya chuo tuna grupu special ambalo tumeanzisha ni la biashara. Hilo grupu ni nje ya masomo, ni nje ya matangazo, ni special for biashara. Kwa hiyo mwanafunzi yote mwenye kitu cha kibiashara huwa anaposti huko. That's all ambavyo tunasupport wanafunzi wetu. Madam, you are the best ever seen. Swali la mwisho madam, kuna msichana yote ambaye anakuinspire wewe ukimwona unasema wow, I wanna be like her? Nifa. Why Nifa? She's a strong woman, anapambana. Tunajifunza kwake. Umejifunza nini kwa Nifa mpaka sasa hivi? Ni innovators, anakuwa ni mbunifu, ana vitu vingi anaanzisha na Nifa Cosmetics. Anazo branch mbalimbali, ni mtu ambaye hachoki, anapambana. Tunajifunza kwake. Na unadhani kuna siku moja utakuja ufikie level ya Nifa? Sana, naamini tutafikia zaidi yake. Kikubwa ni kujituma, juhudi na Mungu akiwa mbele. Jamani, Nifa hii ni mara ya pili nakutana na wanafunzi anakuwa inspired na wewe. Musti pia hapa. So very good. Kama ungepata nafasi ya kuonana na Nifa hapa sasa hivi ungemwambia nini? Ningepata nafasi, kwanza kabisa ningempongeza kwa sababu anatuinspire. Na pia ni mtu ambaye anajituma, anajitahidi, mama mtanguliza Mungu mbele. Tunajifunza kwake. Shout out kwa wana Muchas, shout out kwa Nifa. Ni msichana ambaye ameonyesha hatma kubwa kwenye uongozi, lakini pia kwenye biashara kama ulivyoona. Na mimi ni official shedi na nimekuja kidaktari, lakini kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba watu wote mnajisajili na Silent Ocean Uni Awards, na huu ni msimu wa 8. See you at the top.